Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki kutokea popote pale ulipo. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima. Bwana anazidi kukutia nguvu na atazidi kuwa pamoja na wewe kila hatua ya maisha yako. Basi nikukaribishe tena kwenye kipindi hiki kizuri unachokipenda, kipindi cha siku 50 za Pentekoste. Huu ni mfululizo wa vipindi mbalimbali ambao tumeamua tukuletee ndani ya mwaka huu, ambapo vitakubariki kabisa. Ndani ya vipindi hivi vya siku 50 za Pentekoste tutajifunza mambo kadha wa kadha kuhusiana na Pentekoste yenyewe, kuhusiana na Roho Mtakatifu na mambo yote yanayohusiana na hayo. Na siku ya Pentekoste yaliyotokea, kunena kwa lugha, kuhubiri injili, watu kuokolewa na kutembea katika nguvu za Mungu kama vile yeye mwenyewe alivyokusudia. Kwa hiyo basi bila kupoteza wakati, nikukaribishe moja kwa moja ndani ya siku yetu ya 6 tunapoendelea na siku hizi 50 za Pentekoste. Tuko siku ya 6, tunaenda hatua kwa hatua mpaka tutakapofika mwisho. Basi nikukaribishe, karibu tuwe pamoja. Naam. Basi bila kupoteza wakati, siku ya leo tutaenda moja kwa moja kwenye neno letu litakalo tuongoza, ambalo linatoka kitabu kile cha Waefeso. Waefeso ni ile sura ya kwanza mstari ule wa 13, ndiyo mambo ambayo tutayangalia siku ya leo. Biblia inatuambia kwamba nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Kwa hiyo hapa Biblia inaongelea kabisa habari za wokovu wetu, wokovu ambao tumeupokea mimi na wewe. Na labda nikuambie jambo moja au nikutahadharishe. Kuna wale watu ambao wanapenda habari za Roho Mtakatifu, wanapenda mambo ya kunena kwa lugha, wanapenda kutembea katika karama za Roho Mtakatifu, mambo ya mafunuo, mambo ya unabii na kunena kwa lugha na nguvu za Mungu, lakini hawataki wokovu. Utakuwa umekosea sana. Na hatari kubwa ni hapa, unaweza ukavamiwa na nguvu za giza. Kama kiu yako sio kumjua Yesu, wewe tu unataka kutembea katika nguvu za Mungu na maono na mafunuo, mambo ya unabii na karama za Roho Mtakatifu, lakini hutaki mambo ya wokovu. Ukisikia kuokoka unasikia sijui hivi ni vitu vya walokole, sijui ni vitu vya wapi, utapotea. Mambo ya Roho Mtakatifu yanaanza na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Baada ya hapo ndo unaenda kwenye hatua inayofuata. Wapo watu ambao wanataka kuona maono. Sema, Bwana nionyeshe, nifunulie, nikujue wewe, sijui nini na nini, nifunulie habari za mtu fulani ili nikamhubirie injili. Hivyo vya kutaka kufunuliwa hivyo, wakati hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, shetani huwa anatumia hiyo chansi, anaitumia hiyo nafasi vizuri kuweka mambo yake mabaya ya kipepo. Jambo la kwanza, unaanza na wokovu. Kwa hiyo hapa kama unavyoona kwenye huu mstari, anasema kwamba nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Manake neno la Bwana Yesu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima, habari njema za wokovu wenu. Kwa hiyo wokovu ni kitu kinachotangulia kabla ya mambo ya Roho Mtakatifu, kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu, kabla ya vitu vingine. Unaokoka kwanza, unamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndipo karama na mafunuo mbalimbali Mungu anaweza akakuletea. Lakini ukiona unapata mafunuo hayo, Yesu Kristo sio Bwana Mwokozi wa maisha yako, hujaokoka, lakini tu una mafunuo, una ndoto unaletewa kuhusiana na maisha ya watu, hiyo ni hatari kabisa. Inaweza ikakuweka mbali na mtembeo wa kweli wa Roho Mtakatifu, na watu hata wakikuona wewe watakuwa na picha mbaya ya mambo ya Roho Mtakatifu, kumbe ni wewe humjui Mungu vizuri. Kwa hiyo kinachoanza ni wokovu unaanza. Alafu akaendelea akasema, tena mmekwisha kumwamini yeye, mmeshamwamini Bwana Yesu. Yeye anayezungumziwa hapa, huyu ni Bwana Yesu mwenyewe. Mmeshamwamini Bwana Yesu. Uwezi tu ukataka kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, unataka Roho Mtakatifu akufunulie vitu vikubwa na vizito, mambo makubwa na magumu sio yajua, alafu hujamwamini yeye, hujamwamini Bwana Yesu. Hizo ni roho nyingine, zipo roho nyingine, kumbuka. Na uenda unasikia sauti nyingine ambazo sio za kweli. Kwa hiyo wewe
hakikisha kwamba unamwamini Bwana Yesu kwanza. Alafu Biblia inatuambia ukishamwamini ukapata wokovu ndani yako na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Unaona, Roho Mtakatifu, kabla tujaingia kwenye mafunuo, kabla tujaingia kwenye karama, kuna kitu kinaitwa kutiwa muhuri na Roho wa ahadi aliye mtakatifu, yani Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa ahadi. Yesu aliacha ametuahidi kwamba jamani, ninaenda zangu kwa Baba na Baba nitamuomba naye atawapatia msaidizi mwingine. Hicho kitu tumesha kiangalia kwa undani kidogo. Sasa Biblia inatuambia kwamba huyo yeye ni Roho Mtakatifu, Roho wa ahadi, tayari alishaachiliwa akaja kwa ajili yetu, yuko pamoja na sisi. Sasa huyo Roho ametutia muhuri. Sisi ni watu ambao tumetiwa muhuri. Sasa kwa siku ya leo natamani tupate muda wa kuangalia kwa undani neno kutiwa muhuri maana yake nini. Naamini tutakuwa pamoja. Tutaangalia neno kwa lugha ya Kigiriki au Kiunani pamoja na maana zake, alafu tutarudi kwenye muktadha wa Efeso 1:13. Andiko hili linamaanisha nini? Basi karibu tunapoanza kuingia kwa undani kidogo kwenye neno hili kutiwa muhuri. Kwa hiyo neno hilo kutiwa muhuri kwa lugha ya Kigiriki laitwa sphragizo. Kwa hiyo kama nao unaweza ukajaribisha kutamka Kigiriki kidogo, tunaita sphragizo. Na inavyoandikwa ni kwenye lugha ya Kigiriki au ya Kiunani ni kama unavyoona hapo, hiyo sphragizo. Sasa tunasema ili neno sphragizo ni neno la Kiunani linalomaanisha kutia muhuri, kutia muhuri. Au kwa Kiingereza tunaita to seal, yani kuweka muhuri, kutia muhuri kwenye kitu fulani, to seal. Na lilitumika sana katika ulimwengu wa kale kwa maana kuu tatu kama ifuatavyo, kama ambavyo nitakuonyesha hapa. Ulimwengu wa kale tunasema ni zamani hizo miaka 2000 iliyopita, wakati Warumi wakiwa bado wanatawala, lakini lugha ambayo ilikuwa inatawala muda huo ni lugha ya Kigiriki. Wagiriki ndio walitawala kabla ya Warumi. Sasa Warumi walipokuja, wao walisisitiza zaidi kwenye habari ya mambo ya utawala. Lugha yao hawakuisisitiza muda huo. Kwa ndo maana Agano Jipya limeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo tunaposema lilitumika kwenye ulimwengu wa kale, manake enzi hizo wakati Biblia inaandikwa, ili neno sphragizo lilikuwa likitumika. Na maana ya kwanza kabisa ya ili neno tunasema ni kumilikiwa. Mtu anapoongea neno sphragizo manake ni kumilikiwa. Kwa Kiingereza tunaita ownership. Tunasema muhuri uliwekwa kuonyesha kitu fulani kinamilikiwa na mtu fulani, kama vile nyaraka mbalimbali au mali za mtu. Kwa hiyo ile picha ya kuweka muhuri, ile hali ya kutia muhuri kwenye kitu fulani, manake kwamba hiki kitu kinamilikiwa, sio kitu tu ambacho kipo kiolela olela, hapana. Ni kitu ambacho kinamilikiwa. Haleluya. Kwa hiyo tunasema a seal marked something as belonging to a particular person, example documents or property. Kwa hiyo ni kitu kinachoonyesha kwamba kinamilikiwa hiki kitu. Hiyo ndo tafsiri ya kwanza au maana ya kwanza ya neno sphragizo. Tunapoendelea mbele, maana ya pili tunasema ni usalama au ulinzi. Kwa Kiingereza tunaita security or protection. Kwa hiyo kitu unapoona kimetiwa muhuri, kwa mfano hapa tunasema kabisa kwamba muhuri uliwekwa kulinda kile kilichokuwa ndani kisifunguliwe kiolela, kama vile barua au kaburi. Sasa nyakati hizo miaka 2000 iliyopita, hata makaburi yalikuwa yanaweza kuwekewa muhuri. Ndo maana sasa hapo utaanza kuelewa kwa nini kaburi la Bwana Yesu liliwekewa muhuri. Kwa sababu yule jamaa aliyekuwa anaitwa Yusufu wa Arimataya alimchukua Bwana Yesu akaenda kumzika kwenye kaburi jipya. Yule jamaa alikuwa ni tajiri, Biblia inatuambia. Kwa hiyo hilo kaburi alikuwa hajazikwa mtu. Kwa hiyo lilikuwa kama ni kaburi la mtu fulani private, limeandaliwa kwa ajili ya mazishi. Sasa serikali ya Rumi ilipokuja, walivyopewa habari na makuhani pamoja na Mafarisayo na Masadukayo kwamba yule jamaa alisema atafufuka, sasa twende kwenye ile kaburi tuweke muhuri kuonyesha kwamba kitu kilichoko huku ndani, jambo la kwanza, kinamilikiwa, lakini jambo la pili, tuhakikishe ulinzi na usalama. Hawezi tu akaja mtu akafungua kiolela. Unaona, hata wale wanawake walipokuwa wanaenda asubuhi na yale mafuta kwa ajili ya kuupaka mwili wa Bwana Yesu,
Yesu, yani ukisoma Biblia haraka haraka unaweza ukafikiri wao walikuwa tu wanajiuliza kwamba hivi lile jiwe litakuaje? Nani atakayelisogeza jiwe? Lakini sio tu shida ya jiwe. Ndio maana malaika aliposhuka pale kaburini ili Yesu afufuke, alihakikisha kwamba wale walinzi wanazimia, yani walilala kama vile wamekufa. Biblia inatuambia. Sasa kwa nini walilala kama vile wamekufa? Ili wanawake waweze kupenya kiurahisi waingie ndani. Kwa sababu hata kama jiwe lingekuwa limeondolewa, wangekuta askari pale, manake ile ni mali ya serikali. Uwezi ukaenda tu ukafungua ovyo kitu ambacho kimeshatiwa muhuri. Kuna ulinzi na usalama toka serikalini. Wewe uwezi ukaja tu eti kaburi letu sio la kwenu tena. Kuna ulinzi umewekwa na serikali. Kwa hiyo wakachukua askari wanajeshi wa Kirumi wakawaweka pale kaburini ili kuhakikisha kwamba kaburi halifunguliwi. Kwa hiyo sasa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo muhuri una picha hiyo. Sasa ndo maana sisi tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ngoja kwanza nikueleze haya, alafu nitakuletea sasa kwenye maisha yetu inamaanisha nini kwa mujibu wa ule mstari tuliousoma. Kwa Kiingereza tunasema kwamba a seal secured and protected what was inside, like sealing a letter or a tomb. Yani maana yake ni kwamba ile hali ya kutiwa muhuri ilikuwa inasecure, inaweka ulinzi madhubuti kwamba kile kilichoko ndani hakitakiwi kuonekana ovyo. Ndio maana sisi yani tumefichwa sana. Yani Roho Mtakatifu kukutia muhuri maana yake amekuficha ndani ya Kristo katika Mungu. Haleluya. Huwezi ukapatikana kirahisi. Kuna watu wanafikiri tu shetani anaweza akakujia akakuchukua muda wote akakuwa no, haiwezekani. Wewe upo ndani ya Kristo. Wewe upo ndani ya Mungu. Shetani ili kukuteka wewe, ili kukuletea matatizo wewe ambaye uko ndani ya Kristo, lazima kwanza shetani aingie ndani ya Mungu. Akishaingia ndani ya Mungu aingie ndani ya Kristo, alafu aingie ndani ya Roho Mtakatifu ndo akupate wewe. Wewe umewekewa muhuri, wewe sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tunapoendelea na maana ya tatu tunasema kwamba ni uhalali au idhini, authenticity or approval. Kwa hiyo tunapoongelea Roho Mtakatifu kuweka muhuri au kutiwa muhuri, actually kwenye tamaduni za wale watu wa kale ilikuwa inaonyesha authenticity, uhalali wa hicho kitu. Hicho kitu ni halali, ndio maana kina muhuri. Uwezi ukakuta tu kitu cha ovyo ovyo eti kimetiwa muhuri ambao ni official kabisa. Hapana. Vitu official, vitu ambavyo ni halali, vitu ambavyo vina idhini maalum, vina approval, vimekubalika, vimepitishwa na taasisi husika, ndivyo ambavyo vinakuwa na muhuri. Kwa hiyo tunasema kwamba muhuri ulihakikisha kuwa kitu kilikuwa halali au cha kweli. Mambo ya uongo, mambo feki yalikuwa hayana muhuri. Na hata ukipokea kitu hakina muhuri unaanza kujiuliza uhalali wa hiki kitu. Hii taarifa iliyoko ndani ina ukweli mpaka wapi? Kwa hiyo ule muhuri ulitumika kuonyesha kwamba hiki kitu ni halali, vile vile ni cha kweli. Hasa kwenye nyaraka rasmi. Kama ni nyaraka za ovyo ovyo tu unaandika, unajaribisha mwandiko, hiyo unaweza ukaandika, lakini kitu ili kiwe rasmi. Maana yake unaona Roho Mtakatifu alivyokuheshimu. Mungu alituheshimu akatuwekea muhuri kupitia Roho Mtakatifu. Maana yake sisi ni watu rasmi. Sisi sio watu tu holela. Sisi sio watu tu wakuja na kwenda. No, sisi ni watu very special. Ni watu maalum kabisa kwa Mungu. Kwa hiyo tunasema a seal confirmed the genuineness. Wewe ni genuine. Kinyume cha genuine ndo feki, kitu ambacho ni feki. Wewe sio feki ambaye una muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hata habari ya karamu ukiziweka pembeni kwanza, habari ya kunena kwa lugha kwanza, jambo la kwanza anakupa uhakika wa ndani kwamba wewe ni mtu maalum mbele za Mungu. Ukiwa hauna hiyo sense, ukiwa haujisikii kwamba wewe ni maalum mbele za Baba yako aliye mbinguni, ni rahisi tu kuishi ovyo ovyo bila kujielewa wewe ni nani. Lakini Roho Mtakatifu analeta uhakika wa ndani kwanza, ujijue wewe ni wa kwake na yeye ni wa kwako, nyie mko pamoja siku zote za maisha yenu. Kwa hiyo vitu mbalimbali au dokumenti mbalimbali zilizokuwa na muhuri ndizo zilizokuwa zinaonekana kwamba ni rasmi, ni halali na zina idhini maalum. Sasa kabla hatujamalizia somo letu kwa siku ya leo, tunasema katika muktadha wa Waefeso hiyo sura ya kwanza mstari wa 13, Biblia inavyosema kwamba nanyi mlitiwa muhuri
kwa Roho Mtakatifu yule wa ahadi, ambao kwenye Biblia ya Kiingereza anasema kwamba you were sealed with the promised Holy Spirit. Sisi tuliwekewa muhuri. Muhuri huu unaweza ukaonyesha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunasema kabisa kwamba tunamilikiwa na Mungu. We are owned by God. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba ninyi mlitiwa muhuri na Roho Mtakatifu, sio tu kwamba habari kama vile tumewekewa alama fulani. No, ni alama ambayo ni rasmi, ni kitu chenye idhini, ni kitu chenye kibali, ni kitu halali. Na ni halali mbele za nani? Sio mbele za macho yangu mimi au wewe, sio mbele za dini yangu mimi au dini yako wewe, au dhehebu langu au dhehebu lako, au dhehebu la kiongozi gani. Hapana, ni mbele za macho ya Mungu. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba tuliwekewa muhuri. Kwa kile kitendo cha kwamba tulitiwa muhuri inamaanisha kwamba tunamilikiwa na Mungu. We are owned by God. Mungu ndiye anayetumiliki. Sisi ni watu, sisi ni miliki ya Mungu. Haleluya. Ukiwa unatembea uko barabarani, ukiwa umelala, ukiwa unaamka, ukiwa unaendelea na kazi zako mbalimbali, jijue kabisa wewe ni mtu ambaye unamilikiwa na Mungu. Mungu anakumiliki wewe. Usijione tu kama mtu ambaye unamilikiwa na mapepo. Mapepo yakiamua jambo lolote, mizimu ikiamua jambo lolote, wachawi na waganga wakiamua lolote juu yako wanalifanya. No, you are not of that level. Wewe haupo kwenye level hizo za chini. Wewe ni mtu ambaye kiwango chako kimepanda kiasi kwamba hata haumilikiwi na wanadamu. Sasa hata kuna ile idea ya kwenye ndoa, hata mwanamke anapochagua kuolewa anajua kwamba ninamilikiwa na mtu fulani. Lakini hicho ni kitu ambacho hata kwenye viapo anasema tu kifo kitatutenganisha. Unapomilikiwa na Mungu ni forever, milele yote. Hakuna cha kukutenganisha. Iwe ni kifo, iwe ni mwanadamu, iwe ni mahakama ya wapi, haiwezi kukutenga wewe na Mungu. Haleluya. Kujua kwamba wewe unamilikiwa na Mungu sio kwamba unamilikiwa na wanadamu. Ukimilikiwa na wanadamu wanaweza kukugeuka, wanaweza kukuacha muda wowote kwa sababu unamilikiwa na wanadamu. Lakini neno hili sfragizo manake kwamba tunamilikiwa na Mungu. Kwa kitendo cha kuwekewa muhuri na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kabla ya Pentekoste, kabla ya kunena kwa lugha na mambo mengine, jua kwamba wewe ni mtu wa thamani sana kiasi kwamba unamilikiwa na Mungu. Hauko tena kwenye viwango vya kawaida vya wanadamu wengine. No, wewe unamilikiwa na Mungu. Jambo la pili, tunasema kwamba tunalindwa na Kristo kwa usalama wa wokovu wetu. We are protected and secured in Christ. Ile Biblia inaposema kwamba tumetiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, manake tunalindwa na Kristo. Kuna security, kuna protection, kuna ulinzi wa kimungu. Kwa sababu Biblia kama nilivyokuambia, Biblia inasema kwamba nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Biblia inatuambia kwamba jamani, nyinyi ambao mpo ndani ya Roho Mtakatifu, uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Haleluya. Kristo ndani yangu, nami ndani ya Kristo. Upo ndani ya Kristo. Kwa ile hali ya kwamba umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba wewe uko ndani ya Kristo, una ulinzi na kuna usalama kwa ajili yako. Haleluya. Namba 3, tunasema kwamba tunaoneshwa kuwa kweli ni wana wa Mungu. We are authenticated as true children of God. Unajua kuna wengine wanasema Mungu hakuzaa wala Mungu hakuzaliwa. Kwenye hicho kipengele cha kwamba Mungu hakuzaliwa ni kweli, lakini kwamba Mungu hakuzaa, hapana. Sisi ni wana wa Mungu. Tena sio tu kwamba ni wana haramu, hapana, ni wana wa kweli, true children of God, true sons and daughters. Sisi ni wana wa kweli wa Mungu. Kitendo cha kuweka ule muhuri, unaona kama nilivyokuambia, serikali ya Kirumi ilichoamua kufanya ni kwenda kwenye lile kaburi ambalo sio la serikali, ni la mtu binafsi, likaweka muhuri. Likishaweka muhuri, maana yake kwamba pale, jamani, hiki kitu tumekitaifisha, ni mali ya serikali. Uweze ukaja ukafungua, uweze ukaja ukachukua chochote mpaka uwe na kibali kutoka serikalini. Kwa nini? Kwa sababu kuanzia sasa kitendo cha kuweka muhuri, kaburi hili ni la serikali, sio la mtu yoyote. Uweze ukaja hapo kasema hiki kitu ni cha kwako. Sasa maana yake nini? Wewe unapotiwa muhuri na Roho Mtakatifu unakuwa mali ya Mungu. Wewe, yani hata wewe sio mali yako wewe mwenyewe. Naomba nirudie tena. Wewe sio mali yako wewe mwenyewe, sio mali ya mtu yoyote. Wewe, jambo la kwanza, wewe ni wa Mungu.
Hapa duniani tu ukifanya kazi kwenye shirika fulani, watu watasema hawa ni wafanyakazi wangu. Ukiolewa na mtu fulani atasema ni mke wangu, atasema ni mume wangu. Kwa sababu umezaliwa na mtu fulani atasema huyu ni binti yangu au huyu ni kijana wangu. Lakini hayo ni mambo ambayo ni secondary, mambo ya pili. Mambo ambayo ya msingi, mambo primary ni kwamba wewe unamilikiwa na Mungu. Wewe ndio umewekewa muhuri. Au wengine wanaweza tu wakakumiliki kinje. Kwa mfano kwenye habari ya ndoa, muhuri ule unawekwa kwa ishara ya pete. Ile pete vile vile ni ishara inayomaanisha kwamba huyu mtu anamilikiwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ni pete ambayo muda wowote unaweza ukaivua, na kuna wengine wamepoteza pete zao. Ni mambo tu ya nje. Lakini sasa tunapokuja kwenye upande wa Mungu, wewe unamilikiwa na Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu wa kweli, kihalali. Tena kuna lile neno ambalo hata kuna baadhi ya Biblia imezitumia, lakini kwenye Biblia ya asili ya Kigiriki hilo neno alipo, kwamba tukisha muamini Mungu tunakuwa adopted as sons. Lile neno adoption halipo kwenye Biblia ya asili. Yani tunapozungumzia adoption maana yake kwamba wewe sio mtoto halali wa huyo anayekulea, ila tu amekuokota au amekukuta sehemu fulani hauna msaada, akakuchukua, akajifanya kama vile yeye ndo mzazi wako, mlezi wako, ni baba yako, mama yako, anakutunza, anashughulika. Hiyo inaitwa adoption. Mungu hajatuadopti, Mungu ametuzaa. Sasa hiyo ni tofauti. We are the true sons, tumezaliwa na Mungu. Unapomwamini Yesu Kristo, Biblia inatuambia kwenye ile Yohana 1:12 inatuambia bali wote waliomwamini aliwapatia uwezo wa kufanyika. Tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hatujafanyika tu by adoption kwamba sisi ni watoto wa shetani au ni watoto wa wanadamu. Mungu ametuadopti, kwamba Mungu sio baba yetu wa kweli ijapokuwa tu Mungu ametuadopti. No, Mungu ndiye baba yetu wa kweli. Ndio maana sasa anapokuja ndani yako anahakikisha amekuweka muhuri wa Roho Mtakatifu, anakuzaa kupitia wokovu. Haleluya. Na namba 4 na mwisho tunasema kabisa kwamba tumepokea hakikisho la urithi wa uzima wa milele kupitia Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwamba we are guaranteed the inheritance of eternal life by the Holy Spirit. Tunayo hakikisho, tuna guarantee kwamba tayari tunao uzima wa milele. Yani unajua Mungu alichokifanya. Mungu anajua labda sisi wanadamu ni vigumu kuelewa uzima wa milele manake nini, tutaishije milele. Na kwa kukupa taarifa kidogo, uzima wa milele sio tu kwamba kuishi muda mrefu, kwa sababu hata na wale watakaoenda kuzimu motoni na wenyewe wataishi milele, yani watateseka milele wakiwa hai milele, lakini katika mateso. Sasa hiyo haiitwi uzima wa milele ijapokuwa watateseka milele. Sasa kwetu sisi ambao tutakuwa mbinguni, Biblia inatuambia tutakuwa na uzima wa milele. Sio tu quantity kuonyesha kwamba urefu wa yale maisha, lakini ni quality ya yale maisha. Sasa Mungu anajua hatuelewi vizuri nini maana ya uzima wa milele. Kwa hiyo anatupatia Roho Mtakatifu kama kitu cha kutuonyesha mwanzoni kwamba jamani, nyie mna uhakika wa uzima wa milele. Kama nimewapatia Roho Mtakatifu, uzima wa milele tayari mnao, utakuwaje na wasiwasi juu ya uzima wa milele, juu ya maisha mazuri kuliko haya kama hujapata Roho Mtakatifu? Actually Roho Mtakatifu ni hazina kubwa sana ambayo Mungu ametupatia tukiwa hapa duniani. Ni hazina kubwa mno ambayo huwezi ukailinganisha na kitu chochote. Labda nikuulize swali. Hivi mtu akiwa tayari kuitoa roho yake kukupatia wewe roho yake, je, atakupatia kitu gani kingine ambacho ni kikubwa kuliko roho yake? Kitu gani kingine kuliko roho yake? Maanake Mungu kutupatia Roho Mtakatifu ameshatupatia the best that heaven had. Kitu kikubwa kizuri ambacho kilikuwepo mbinguni kuliko vyote. Mungu akasema jamani, ninawapatia roho yangu. Huku mbinguni mtakuja tu, msio na wasiwasi, mtakuja, mtafika, mtaenjoy. Lakini kwanza ngoja niwape roho yangu, mjue hata ya huku mbinguni iliyoahidia nitawapa. Ingekuwa Mungu anaona vigumu kutupatia roho yake, tungesema uzima wa milele tutaupata kweli? Hizi raha tunazoambiwa mbinguni kuna mambo mazuri tutayakuta kweli? Lakini kama ameshatupatia roho yake, tunakuwa na wasiwasi gani juu ya mambo mengine ambayo yako mbele yetu kwenye maisha? Kwa hiyo tunao huo uhakika.
Basi kufikia hapo, mpenzi mtazamaji wa channel yetu ambayo tunajifunza siku 50 za Pentekoste, tunaenda hatua kwa hatua, tunaangalia habari za Roho Mtakatifu, habari za ujazo wa Roho Mtakatifu, habari za Pentekoste yenyewe na mambo yote yanayohusiana na Mungu Roho Mtakatifu kwa namna moja au nyingine. Kwa siku ya leo tutaishia hapo. Basi naomba niache nimekuombea ili neema ya Mungu izidi kuwa pamoja na wewe katika kila unachokifanya, katika kila hatua, na naamini Mungu wangu atakuongoza katika yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu unayeweza. Sante kwa neema yako ya ajabu. Sante kwa ajili ya msikilizaji huyu na mtazamaji ambaye amesikiliza somo hili. Ninazidi kumuombea neema yako Bwana, ukampatie uhakika ndani ya roho yake kwamba yeye kweli ni wa Roho Mtakatifu, anamilikiwa na Mungu, anamilikiwa na Kristo Yesu, na muhuri wa Roho Mtakatifu uko pamoja naye katika jina la Yesu Kristo. Nikienda kinyume na kila namna ya hofu na wasiwasi na mashaka, kila namna ya kutokuamini, kila namna ya kutokubali kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake kwa sababu ya changamoto anazopitia. Bwana Yesu, naomba kumsaidia mtazamaji huyu, akikutana na changamoto akakumbuke kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Akikutana magumu ya hapa na pale, akakumbuke Roho Mtakatifu yuko ndani yake, kwa sababu hata Daudi mwenyewe anasema kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu yuko pamoja naye. Bwana Yesu, tembea na watu hawa, Roho Mtakatifu wako akawajaze nguvu, akawafundishe kutembea katika uwepo wa Roho Mtakatifu siku zote katika jina la Yesu Kristo. Ninawakabidhi wote mikononi mwa Mungu na majukumu na yote wanayoendelea nayo, na yakabidhi Bwana mikononi mwako. Neema yako itakuwa pamoja nao, ukiwalinda, ukiwatunza na kuwapatia hekima na maarifa katika kuyatekeleza yale yote wanayotakiwa kuyatekeleza. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Basi ubarikiwe sana kwa kusikiliza kipindi hiki siku ya leo. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka Rema Outreach Church. Na Mungu wangu akubariki sana. Ni hadi wakati mwingine. Kwa heri.